hawawezi kuishi, hawawezi kulala bila feni, bila chumba watafungua madirisha. Sikwambii ndugu yangu Muislamu, kaburini pale ubao utakuja na tani nzima ya mchanga. Kitu gani kitakachokusaidia wewe? Laisa al-gharibu gharibu shami wal yamani, inna al-ghariba ghariba al-ardi wal kafari. Na pale ndugu yangu Muislamu, chumbani kwako ushakizoea chumba, ushajua nitafanya hivi nitatoka. Kaburini pale hata kujigeuza uwezi. Mali iliyokufanya jeuri, cheo chako ulichodhalilisha watu iko wapi? Allah akwambia laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Leo mmenijia vile vile, mimi nilikuleta duniani na nini? Bila chochote. Mwangalia mtoto akizaliwa ana nini ndugu yangu Muislamu? Hana chochote, na leo ndio kwangu vile vile sana makafuri. Leo hona mali yako iko wapi? Cheo chako kile ukasikia Allahu Akbar, ukaona bora duka, bora mimi ndio na shughuli zangu, tasali baadaye swala ndio kusaidia wewe. Leo Muislamu, ndugu yangu Muislamu, imepita miezi 11 yeye na Qur'an wameteta. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-Qur'anu wasiyami yashfa'una an-nasa yawm al-qiyamah. Wewe utakamtetezi hapo kaburini, ndugu yangu Muislamu, umetoboa miaka 3, ushatoboa pale kaburini. Haya, tuangalie kwa tukifufuliwa, nasa Allah salama, uwe hukufanya mema, uwe wa kuingia motoni milele. Hasara iliyoje ndugu yangu Muislamu? Kitu gani kilisababisha duniani ndugu yangu Muislamu? Hapa dunia ndugu yangu Muislamu, kila mmoja yuambiwa dunia sipo, dunia si mahali pazuri, dunia ni mahali pa mtu kujitahadharisha, lakini yeye haona. Ndugu wacha ifanye, kwani nguvu sio kila kitu. Msikiza Imam Shafi asema nini kwa dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam moja katika masiku aonekana Sayyiduna Umar anaingia katika chumba chake, chumba cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumzungumzia kiongozi ambaye kwamba ni kudwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambiwa na Mwenyezi Mungu, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Mtume hana madhambi na ashasamehewa, lakini Sayyiduna Umar aingia amkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam amelala kwenye mkeka, alama za mkeka ziko katika mgongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo kijana kudwa wake ni Mtume, aiba, apiga watu mapanga, abeti, asema urongo, anyang'anya ili apate riziki. Na riziki Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia iko ndani ya mikono wa Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Riziki zetu sisi ziko mbinguni. Jambo gani la kubaisha? Mambo gani ambayo kwamba yatusumbua ndugu yangu Muislamu? Wa ma min dabbatin
kumaliza. Wakina nufusu yalkafafu min ada, nani tajiri ambaye kwamba atasema mimi na nyumba tatu nisharidhika? Na tajiri akiwa na nyumba tatu ataka nne, akiwa na magari ya kumamia ongeza tatu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuarudini nyuma, tuangalieni ndugu yangu Muislamu, ikiwa Ramadhani ile ilikuja na ikaondoka na watu, Ramadhani hii inaweza kuja na ikaondoka na wewe, na jambo gani itakuwa ndugu yangu itakusaidia? Yawezekana hiyo ndugu yangu Muislamu, yeyote alozungukwa, kuna mtu ambaye kwamba alikuwa naye akiamiliana naye, leo hayupo, amesharudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajua inatamani nini? Iwatamani arudi tena afanye ibada. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapotolewa roho mtu yuampigia kelele Mwenyezi Mungu, yuamwambia rabbi rji'uni la'alli a'mala salihan tarda, ya rabbi nirudishe hasa nifanye mambo mema. Mwenyezi Mungu amwambia kalla, haiwezekani ndugu yangu Muislamu. Sisi tulikupa umri, tulikupa wakati, tulikupa nafasi. Leo ndugu yangu uko mzima, wewe ni Muislamu, una afya yako, Allah amekujalia kipato, wala mtoni wala msaidii. Wewe waona bora ujiekee mahali pazuri kwako kwa mketi mali ni benki, tena benki za kikafiri. Wewe waona mahali pazuri, pesa zako umezisunda M-Shwari, haziguswi. Msikiza Allah asema nini? Ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq. Chochote kile ulicho nacho kitakwisha, kitakachobakia ni kile ulichotoa kwa ajili ya Allah. Ndugu yangu Muislamu, mtu ana 3,000 100 akasema natoa sadaka, naitanguliza, wama tuqaddimu li anfusikum